Wapenda watazamaji wa BMBC, karibu tena kwa siku ya leo. Vraiment tuko siku trop, hatuwapatie ma good news tena zinakuja hapa. Vraiment karibu sana kwa watazamaji wetu, na mnaona tuko na invité special wetu wa kila siku. Acha nimwache ajipresente mbele yenu ili mkumbuke tena hii sura nzuri ambayo ilikuwa tuletea kila siku ma news. Karibu sana. Asante sana kwa kunikaribisha. Na wasalimu nyote mnaotufuata hapa kwa BMBC TV. Ndio. Siku zilikuwa mingi kabisa. Yaani wamekumisi. Hatapatii hivi. Kabisa. Sasa tunarudia. Ndugu watazamaji, na kama mko alaini sasa kama na hii mnataka mjue nini ambayo inaendelea mumuji ya Kongo. Mungu wangu. Yaani manyuzi ni mingi, tunyi mkue tu skoche. Nazo si mtaona hii kipindi yetu, atusaidie sana kupartager na kuaimer na comment. Tuambie mli mkommentaire, umependa? Oh my god. Ndugu yangu mtazamaji, vraiment tuko hapa naye, tutaongelea pointi zetu kama ni ine tofauti tena nzuri kabisa. Tutaangalia news ya kuhusu aeroport ya Baraka. Tutaongelea kwenye vita inafika Minembwe. Bezosi tutaongelea kwenye axe ya Robaya kwenye vitu binafikia. Sasa analyst wetu wa leo, tuambie kwa gisi uko na ma news zenye ziko real sur terrain. Tuambie bimeendelea aje na bimekuwa aje juu aeroport ikuwe détruit mu niveau ya hivyo. Karibu sana. Okay, asante sana. Acha kwanza tukumbushe watu kama lugha ya Kiswahili sio lugha ya kwangu. Yes. Kwa sababu napenda Wakongomani kabisa. Ilibidi tu nijifunze Kiswahili. Njoo mzuri sana. Ili tu message nilikuwa naifikisha. Kongomani wote watufuata, please tani mu commentaire. Umependa? Na wakumbuke kama rais yetu alisema Burundi ni Kongo. Na Kongo ni Burundi. So nikipenda taongea Kirundi. Kabisa. Na Wakongomani fo mjue Kirundi. Hapo kabisa president ameonyesha ile mapasa yetu, donc kama chini wa umoja, unité. Tuko umoja. Kabisa. Wakongomani ifo mfanye effort. Kama hao wa Uvira, wa Bukavu, Goma, mko mnajua angalau hata Kirundi hata kadogo. Najua wanapimanga. Unaona tena watu wa West wafanye effort sasa wazidishe. Wanaifanyaga. Ndio maana mimi niko najaribu kuongea Kiswahili kwa sababu hivi niko Mkongomani. Kabisa. Mkinaona hapa ku BMBC na kwa mprofili ya Mkongomani. Kabisa, unakia tetea inchi. Sasa karibu sana kabisa. Ni huzuni sana kusikia kama ile airport ya Baraka imepigwa mabomu na drone kamikazi kutokea Rwanda. Kabisa. Sio ni habari ya ukweli. Sio kusema ni uongo, na serikali ya Kongo ilisha annoncer déjà c'est vrai. Na wakasema kwamba kuna venye viliharibika, ila hawajamaliza kufanya mankete wajua ase ni detail réel ya kwambia kama ni hiki na hiki ndio kimeharibika, lakini bameshasema kama tayari drone kamikazi kutokea Rwanda ndio zilipiga ile airport. Lakini sasa cha kushangaza na serikali ya Kongo ilisha annoncer deja kwamba pako ba traitre bangari mu FARDC. Wale ndio wanatoa habari, wale ndio wanatoa coordonnées, lakini paka hivi kuna kosa nini? Wale wa traitre baba detecte. Ndio cha kushangaza. C'est vrai ni probleme kubwa sana kwa nchi. Kwa mu serikali pamo ba traitre. Na ndo maana yake ya hii vita kukawia sana na kuspoisha. Hii vita wanapana maplaza za nchi. Voilà. Kote FARDC wanaplanifie vitu fulani. Ndani mwao wanavunja secret. Wanavunjia adui. Kabisa. Ndo sasa hii vita kuwazia kama itaisha leo na bado mu FARDC tungaliki na matretre. Ndio ile nilizani president leo isema mu sortie médiatique yake akasema kama niko na kijeshi kienye kiko na mixage sana. Voilà. Yaani sina kijeshi kia kuamini kama anaweza nikaenda nacho kuvita ili niganye vita. C'est vrai kusema mu FARDC pakuwe batretre ba mingi, mkumbuke ile wakati ya Ruhangunda. Barebere balikuwa kwa Ruhangunda bako deja mu FARDC. Barebere walikuwa mu M23 ya kwanza. Bako deja mu FARDC. Tena wao 90% walikuwa ni Wanyarwanda.
kabisa. Sasa FARDC kabla hawajatosha wale Wanyarwanda wote, msitegemea amani Kongo. Haki ya Mungu. Kweli. Hata FARDC inaweza kupiga au Wanyarwanda wakarudia kwao. Hivyo inawezekana. Lakini kabla hawajatosha wote, wale waliingilia kwa Rwanda, wale waliingilia kwa mvutano wa kwanza, wale Wanyarwanda, Kongo itabakia na kusumbuka. Na masikusuko tu, donc toujours matraître bana trahir nini. Vraiment naona kabisa ile analyse yako yenyewe unafanya inaweza kuwa iko real parce que na mkumbuke Kabila ni 100% Rwandais. Ah bon? Ni 100% Rwandais. Si mlimona alikuwa mu escort ya Kagame wakati walikuwa wakingariki porini. Huyu Kabila alikuwa ndani na alitawala Kongo. Maana yake Kongo iliingiwa na James Kabarebe. 100% Rwandais. Alikuwa chef d'état major wa Kongo na akaja kuwa chef d'état major wa Rwanda. Maki mtu mwanajua siku secret yote ya nchi ya Kongo. So bakongomani banapashwa support Tshisekedi. Kwani depuis bali mtosha Mobutu. Tshisekedi ndo president wa kwanza Kongore. Maki iko saa depuis wakati Mobutu alitoka, Kongo ilikuwa inatawaliwa Rwanda. Ndo gisibiko. Imagine sasa ile miaka yote Kabila aliongoza nchi. Miaka 10 ngapi? 18. 18. Tshisekedi make Rwanda ilikuwa inaongoza Kongo pendant 18. Vitu vyenye bali baniseme aye. Maplan zabo zote ku Kongo baliweka mure mu 18. Mnafikiri Tshisekedi anaweza kuzitosha mu 4? Hapana, kabisa. Il faut Tshisekedi apate muda wa kutosha na bakongomani wa msapoti. Huyu ndo mwenye iko anajenga Kongo. Tshisekedi ndo anajenga Kongo, ndio anapatia Kongo vision. Si ndo mlikuwa bakongomani walikuwa mu vision za Kabila, mu vision za Kagame. Ndio na kila siku tuko tunaambia babone betu kama tukiangalia mzuri system yenye iko ya Kongo ni system ya kuua nchi tu. Na ndio maana tunataka tukasoutenir idée peut-être ya chef de l'État kusema aguse kidogo mu constitution. Parce que vinawezekana mule ndio Mungu ile kidogo. En fait problème na constitution batu wenye bako banapinga na habajui mu constitution banataka bageuze nini. Ndio problem. Kusikia tu ni constitution banataka bagusieko. Bale benye bapendi nchi bote banalalamika. Na bana influencer wengine. Hapo mesiana nzatero wetu. Sasa pourquoi nani yote ile question ya nani ya kugusa constitution ina donc disons ba opposa bote banakatala. Yani banapeleka ujumbe kwa population kama wanataka wabadilishe constitution. Parce que je me souviens hapa disipe hapa wakati yenye batu ya l'État ama dizo batu ya gouvernement balipeleka barua officielle kuseni ya kusema kama wanalomba referendum ifanyike. Nikasikia kama seni ilikubali barua. Kisha cha kusangaza tena ba opposa nao bakaleta recours ya barua ya kusema kama abo banapinga ile barua ya referendum parce que mule mu referendum president kwa penda badilishe constitution juu asitoke ku pouvoir. Pale analyse unaweza kutuambia kuna vitu venye watu banafananisha na havifanani kabisa. Prenons exemple ya huyu Corneille Nangaa. Corneille Nangaa yule sio panafrika yule kabisa. Yule sio mtu wa amani. Sio mtu mwenye anaweza kujenga amani kwa sababu yeye alitajirika kwa ajili ya vita vyenye vilikuwa Kongo. Kabisa. Yule ni mtu wa Kabila. Kabila wakati aliongoza Kongo, Kongo haikuwa kupata amani. Walikuwa mvurugu. Kusudi watu wake wapate utajiri kutokea maile vurugu. Wakati sasa Tshisekedi alifika kwa pouvoir, alitaka badilishe vitu. Kongo aitulize, Kongo ipate amani. Hawa sawa opoza, ukishachunguza vizuri, ni watu wenye na wao hawapendi amani. Wanaona amani ikija kudumu Kongo, wataferi. Watapoteza na vile walikuwa navyo.
ndio akasema omwe tufanye uwezekanavyo Kongo isije kapata amani kama hivi Kabila vinyika nafanya huyu Corneille Nangaa. Maka unataka tu Kongo ibakie mvurugu. Ile Kongo kubakia mvurugu, wao wako na sehemu wanachimba hii madhahabu. Kabisa wanaganya mfaveli. Wanaganye kwa tumbo yao wenyewe. Maka sasa Kongo ikishapata amani, hawatarudia kuwa wanachimba ile madhahabu ya Kongo. Kabisa. Ndio sasa kusema constitution ikiwa change. Mali zetu tunazipoteza. Kwa hiyo sasa tudanganye wa raia ya kwamba Tshisekedi kana tafuta adumu kupouvoir. Chenye mtu anaweza kujiuliza ni hiki. Tshisekedi akidumu kupouvoir, Wakongomani wakiwa wanaongozwa vizuri, perte iko wapi? Si ndio tunajiuliza sasa shiba analyst hatuyole perte iko wapi? Ifo mjulize na hiki. Wakongomani nyote haitawezekana mkuwe mapresident. Haviwezekani hivyo. Muifute mkichwa. Na vieta kuwa. Hebu mnataka president, mkuwe mnabadilisha kila 5 na msipati amani. Kwa nini msimtesti Tshisekedi? Tshisekedi ikanaonyesha dalili ya amani. Kabisa. Kwa vitendo vyake. Kwa nini msimsupport? Hebu mnahitaji Tshisekedi huyu Kabila ndio arudie kuwaongoza. Kuna sasa kinichekesha. Usema tuongeana kuhusu Minembwe. Ndio tutaongelea kuhusu. Ya tuingilie hapa kuhusu Minembwe. Wanyamurenge walianza kupoteza watu wao na mali zao kupouvoir ya Kabila. Depuis 1996 si je me trompe pas. Na nyuma ya 2015 ndo huyu president Kabila alileta hawa wareti tabara, wakabaka Wanyamurenge, waiba ngombe zao. Lakini chenye kinashangaza leo wanasema kama chama cha Kabila ndo chama bora, ndo chenye kinaweza wakomboa. Wakati huyu Kabila alikuwa na pouvoir, ndo wakati Wanyamurenge walikuwa wanateseka sana. Wakati huyu Kabila alikuwa kwa pouvoir, ndo walikuwa wanateseka sana. Mali zao zinaibiwa, wadada zao wanabakwa, watu wao wanakufa hovyo. Lakini leo wako wanapigania Kabila arudie kwa pouvoir. Hao watu wako na akili kweli? Tunatumia akili. Watu wako na akili. Tshisekedi alifika ku pouvoir, hakupenda avunje ile rebellion yao. Akasema gisi nakutana pale na ninaona ile rebellion yao ni ya kuchunga Wanyamurenge wao. Alikuwa anatoa historia akayachilia pale. Hii kama njoo tukigwaneo. Nyuma saa tuigwaneo ikarudia kushiriki na Kabila mwenye alisababisha hii rebellion baicreye. Vita Wanyamurenge batretre. Nikiwazea tu mambo ya Wanyamurenge nacheka tu, hata kama vichekeshi. Wako na akili saa za kitoto, saa za watoto. Wanyamurenge wanajua ya kwamba mtetezi wao ni Kagame. Sio Wanyamurenge wote, wengi. Lakini ni mindless. Kabisa. Wanyamurenge wenye akili walishamgundua Kagame. Kagame anajifanya na tetea Wanyamurenge, kumbe anawatoa kafara kusudi adumu kupouvoir. Kagame anatoa Wanyamurenge kafara kusema kusudi pouvoir yake idumu. Aseme ndo mtetezi wa Wanyamurenge, ndo mtetezi wa Watusi wote mu Afrika. Hivyo mliwahi kuona wapi? Kabla Kagame hajafika ku pouvoir, Watusi walikuwa wanaishi na wengine vizuri. Na ni Waafrika kama wengine. Ni Waafrika kama wengine. Na wako na droit kuishi kote wanapenda. Lakini depuis 1994 Kagame anafika ku pouvoir, Watusi wanageuka maadui wa wengine. Tujiulize sasa. Ndio vitu vinahitajika watu wakwe wanajifunza yako. Ni vizuri tujue historia za region yetu. Ni vizuri sana juu vitaweza kutusaidia
kutambua vizuri zaidi hizi vita ziko zinapiganiwa pale Kongo. Minembwe vita haiwezi ikaisha leo ama kesho. Kabla hao Wanyamulenge hawajaelewa, kwanza hao Wanyamulenge wako wanapigana vita nyisio ya kwao. Ndo shida sasa. Wako wanapigana vita. Wao si waliandaa hii vita? Hapana, sio waliandaa. Kagame aliandaa na akawaingiza emo. Sasa kupigana vita nyesio ya kwako, unakutana wewe ndio kuna feri, wewe ndio kuna perdre kabisa. Ingelikuwa bora zaidi. Tena asante kwa Rais Tshisekedi, alifanya kitu cha muhimu sana kuwaingilia Wanyamulenge, akawaonyesha adui wao ni nani. Hata kama sio wote waliwahi kuelewa, wale walielewa ndio wako wanaelewesha wengine polepole. Kile kitu cha maana alifanya kuliko kugombana nao kabla hajawapatia onyo na kabla hajawajulisha maana yake ya hizi vita ziko Kongo. Hizi vita ziko Kongo sio kusema ngo ni za kutetea Wanyamulenge, sio kusema ngo za kutetea Watusi wa Kongomani, kwa sababu Wanyamulenge ni kama Wakongomani wengine na Watusi ni kama Wakongomani wengine. Nisikia kama kwenu kule Kongo pako manini tena, mko makabila zaidi ya 450 et plus de 400 tribus, plus de 400 tribus ndio wiko Kongo. Voilà, ndio ziko Kongo. Ai Batusi bako meprisena nazo 400 kombe. Hapo analyste wetu parce que tunasikia kama vita ya Est inabebwa na mwenye kuna nasema kama les Tutsis banaonelewa. On se demande est-ce que c'est les Tutsis seulement bebiko banakufa ama ni Batusi wenyewe walikia piganiwa hapa. C'est comme si hapo ndio wenyewe donc balikia piganiwa juu ya hapo parce que bakongomani habakufi. Si tunaona makabila zingine bado kidogo. Pale Rubaya pako Batusi. Rubaya? Rubaya ni Masisi. Ni Masisi? Pale kwa liste miniere ndo sitia Batusi. Banasema kwa natetea Batusi. Minembwe binasikilizika. Afu Rubaya. Rubaya kuna mix. Ruchuru kuna mix. Warikari kule kote bana mix. So mtu akichunguza vizuri, hao Wanyarwanda wanavize sehemu pako masite miniere. Oui, les sites miniere. Ndio fasi hapo kabisa. Mtu anaweza jiuliza, est-ce que Watusi na hizi madhahabu za Kongo viko tofauti au? Kwa sababu saa moja tunaona Kagame anapigania zile manani ile madhahabu, saa zingine anasema anapigania Watusi nao wako na freedom kama wengine. Sasa hivi vitu unaweza kuvitofautishana? Afu yengine anasema yeye anapigana kulinda amani ya kwake. Nani anampiganisha kwa kutoka Kongo? Mbona hati banani ya Uganda? Na Uganda na FDL wako pale. Mbona hati RDF Burundi? Na nasema Burundi pako FDL. Mbona wati Tanzania? Na anasema Tanzania FDL wako. Lakini anawatia tu Kongo. Ndio vitu wa Kongomani mnapaswa kujiuliza. Ndio masema mnapaswa kujiuliza. Kushamba ya madhahabu ni Kongo. Na njoo kwenye ameamua kuplante vile vyake juu aganye. Kushamba ya madhahabu ni Kongo. Lakini anasema ndo Watusi. Kisha anasakrifie watu bure. Sasa cha kunishangaza ni Wakongomani wako wanamsupport. Unakutana na un Congolais hakusoma ta. Niseme hata M23 ikipiga Tshisekedi afa unapata pouvoir. Huyu mtu nakutana hata kuwa tana chef de quartier, hata kuwa na decorine, anakuwa kumsupport Kagame. Nikizani kila mtu iko na droit ya kusupport mwanajisikia. Lakini tukifika kwa hii pointi ya kusupport, tunahisi kama kwa malalamiko ya Wakongomani donc rasmi, Wakongomani wanajielewa. Juu tumeviona hata mumache après qualification ya Leopard. Gisi watu ya Goma, watu ya Bukavu bali celebrate vraiment na wakafanya appel kwa Tshisekedi kama
biko naye bega kwa bega. Ni kitu kinaonyesha kama yani sio kama banamsupport ili banapenda, ni ile boga, ni people yenye haikuzoea vile vitu ya mafujo, vitu vya kuuana. Donc ni people yenye ilizoea kuishi na amani yake na maisha yao. So inajikuta system bana mabebe mu, wanaona system ya kama ngombe. Sasa kwa kumaliza kipindi niseme hivi. Wakongomani mvunje oga. Banyarwanda hawana nguvu. Kweli? Mvunje oga. Depuis 1990 wako wanawaua. Tuko mu 2026. Plus de 36 ans. 36 ans ndio. Mnyarwanda iko anaonea mkongomani na mnabakia mnabude. Wengine wenu wako wanamsupport. C'est vrai kuna wenye wanamsupport kwa sababu wanaprofite na wao kuchimba mazabu, kuiba na nini. Bon, ça c'est vrai. Lakini ni faida gani ya kuuza nchi yako? Pamo mamako, watoto wako, familia yako, kizazi chako mzima. Imagine hiki kitu. Hivi Kongo wakinyanyua kitia Rwanda, wewe utafaidika nini? Maga mnarudia kwa maesclave. C'est le bon moment. Hii ndo muda mwafaka. Bakongomani mvunje oga. Musapoti wazalendo, mujunge na wazalendo, musapoti Tshisekedi. Mimi najua hii vita mkipigana kwa umoja haiwezi ikapiga M1. Hapo basi analyst. Sasa kitu tunajiuliza ni hiki. Depuis ile 97 vita banasema banapiganiaga Rwanda inatuma wasudan napiga. Est-ce que en vrai dire que population ya Rwanda yenye iko nayo est-ce que inaweza kuwa kabisa mesure ya kustabilize hii vita hii miaka yote na population yao tu, ama kuko nyingine maede zenye zinakuaga? Hii swala niruhusie nikuwe nikajibu kesho mwingine kipindi. Nionyeshe benye wako wana support Rwanda, nionyeshe severe wali wa Rwanda. Itakuwa ni kipindi kikubwa sana, tena kitakuwa kipindi kizuri sana. Ndugu wapenzi watazamaji wa BMBC TV, mnasikia gisi nani wetu wale analyst wetu leo anabahaidi kama next kipindi kitafuatia kesho ni lazima atupatie mwangaza yenye nahusu Rwanda. Ni eske ni Banyarwanda tu mpaka leo depuis 97 mpaka leo 2026 ndio wanapigana, ama biko na benye banawasukuma nyuma na banawasaidia banawapatia renfort juu basipigane, baendelee kupigana, baendelee kusumbua nani Kongo. So ndugu yangu, najua kabisa karibu tena sana kwa kipindi cha leo. Najua babone tu wamefurahi, wamepata cheme bana banatupenda. Babonesha mu commentaire. Vraiment tunasubiri bakionyesha kama wamenifurahia, na kesho nitakuja. Tunawasubiri kabisa. Mwandiki mle mkommentaire kama mnamtaka tena, ili tena akuje atuambilishe ukweli wa jinsi vitu binaendeka, banani benye bana soutenir Rwanda kwa kuendelesha mpaka leo. Plus de 30 biko wanapiga Kongo, biko wanaiba Kongo, wanafanya ma violence, banani benye biko nyuma ya hii. Merci sana, tunawapenda. Prenez soin de vous, chaque jour a une vie. Ciao.